Baada ya hayo, leo ni siku ya mwisho ya mazishi, na katika hii mazishi tuliweza kukutana jamii yote ya Isiolo, wakiwa watu wa kutoka Isiolo kaskazini, Isiolo kusini, pamoja na viongozi wote wa sehemu hii. Madhumuni kubwa iliyotufanya sisi tukutane leo, tulijaribu kujadiliana nafasi hii ambaye mheshimiwa ameacha, kwa sababu ni kiongozi ambaye alikuwa amefanya kazi mzuri na hajamaliza tamu yake, Mwenyezi Mungu akamchukua. So tukafikiria, tukaona ya kwamba ile njia ambaye tutaweza kuendelea naye vizuri kusaidia yeye na jamii yake, watoto wake, tukakubaliana kwa kauli moja ya kwamba kama jamii ya Isiolo South na Isiolo North, tukasema ya kwamba tunapitisha mtoto wake ambaye atakuwa kiongozi wetu baada ya baba yake kuondoka, na atamaliza shughuli yote ile ambaye baba yake alikuwa ameweka nia ama amechukua ahadi. So sisi kama jamii tumesema hii ni kawaida, mtu akikufa lazima kuna huruma, lazima tuwe na huruma. Tukasema ya kwamba hakuna mtu yoyote tutakubalia kama jamii ya Borana ya kwamba atakuja kusimama na huyu mtoto. Tumesema kwa kauli moja, tumesema kama jamii ya Borana, tumesema kama viongozi wa Borana, BCE na jamii ya Isiolo kwa jumla. Kwa hivyo yoyote ambaye atakuja kufikiria baada ya sisi kutoa hiyo uamuzi, afikiria kwamba atakuja kusimama kwa hii uchaguzi ndogo, basi sisi hatuko na yeye na hatuko pamoja. Akikuja anakuja tu kivyake, haja kuja na jamii. Kwa hayo machache nasema ya kwamba Mungu amulaze ndugu yetu mahali pema peponi. Asante sana. Kansala Buke. Haji Buke ni former councillor kutoka sehemu ya Kulamawe. Na mimi tena nimetoka Isiolo South Constituency, mali mheshimiwa alikuwa ni mjumbe wake. Na mimi naye kwa niaba ya watu wangu, familia yangu na watu wa Isiolo kwa jumla, natoa rambirambi yangu, Mungu aweke ndugu wetu mali pema peponi. Na sisi kama wazee wake na jamii wake tumeamua kwamba hiyo kifo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Tunasema alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu na tunamwombea Mwenyezi Mungu. Tena vile mwenzangu alisema, tunashukuru serikali yetu kuu kuanzia rais na bunge alikuwa anafanya kazi ndani. Tunashukuru kwa mazeshi walisimamia. Na tena ya pili nashukuru jamii wa Isiolo vile walijitokesha na kuzika ndugu yetu kwa njia mzuri. Na leo asubuhi wakati tukamaliza taazia yetu wa misho, tumekaa kama jamii tukasema sisi kama jamii ndugu yetu ametuondokea na ametufanyia mingi, na kuna kazi kidogo alibakisha. Tuliona kwa huruma yetu kama jamii wa Isiolo yote, vijana yake moja tumpatie amalize ile pengo baba yake aliwacha. Na sisi naye kama wazee yake tunasimama na yeye kwa hali yote. Na unajua katika Kenya kila mmoja yuko na mandate ama uhuru wa kusema kwa sababu demokrasi. Lakini sisi kama jamii ya Borana, desturi yetu mtu akifia na mtu iko na uwezo kiasi na ametufanyia kazi kiwango hii, tumeona kijana yake tuweke amalize ile pengo baba yake alimaliza, akiwa tuko pamoja tunasaidia na yeye. Nafikiri sisi naye kama jamii tumeamua, tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu na aweke pale mema peponi. Asanteni. Naitwa Hassan Balla Guyo. I'm a former councillor kutoka Gafarsa na ni one of the council elders ya Sakuye. Mimi natoka kwa jamii ya Sakuye. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye amechukua ndugu yetu, kiongozi yetu. Shukrani zote ni kutoka kwake, na tunaombea jamii na watoto wake, Mungu awapatie neema na rehema. Yangu ni machache, tumeongea kama jamii mchana hii mzima, na maombi yangu ni moja. Hiyo kiti sisi kama jamii yote jumla ya Isiolo South na North, kabila yote iko ndani, tulisema hii nafasi ambayo imebaki wacha jamii yake amalize ama watoto wake amalize kwa hii muda. Hatutaki mtu yoyote ambaye anakuja chini ya hiyo kivuli
agombane na watoto na sisi tusikie mbaya kutoka kwake. Na ujumbe yangu ya pili ni county government ambaye ni governor, ni jamii ya Sakuye, ni Senator Dulo, ni jamii ya Sakuye. Mtu mbaya asiwe mtoto yao, asiwe jirani yao, akuje chini ya hiyo umbrella ambaye hii jina itatuchafua kesho. Sakuye ndo amebeba, mtu analeta, ndio sisi ujumbe hii kiasi tu ndio mimi nataka kupitisha kwa jamii yangu. Ya pili, President Ruto marehemu ni chama ya Jubilee, anafaa kukaa na Jubilee ili alewane, awache kiti Jubilee aendelee, ama waelewane tu kwa mchache. Kwa hiyo machache nimesema asante, hiyo tu ndio mimi nataka kukanusha. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Adan Denge, mimi ni mzee wa jamii ya Kiborana na pia ni mfanyikazi katika mashirika yasiyo ya serikali hapa Isiolo County. Yangu ya kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa ya leo sisi kukongamana hapa na kuweza kuzungumza kama jamii ya Isiolo County kwa ujumla. Ya pili, nataka kutoa rambirambi zangu kwa familia, na pia nashukuru jamii wale ambao wameweza kutusaidia katika hii mazishi ya hii mzee ambaye ni kiongozi wetu katika Isiolo South na kwa Isiolo ujumla. Ni dalili mzuri kuonekana ya kwamba watu wa tabaka mbalimbali Kenya nzima wamefika hapa kwa hii mazishi, na tunawashukuru hawa na tunawaambia asante. Basi baada ya mazishi na kuwa tasia ya siku 3, baada ya sisi kufanya mazishi na kukaa tasia ya siku 3, tumekutana kama jamii ya Isiolo County. Sio kabila ya Kiborana peke yake, ikianzishwa na jamii wazee wa Kiborana na jamii zote katika Isiolo. Tumezungumza tukaamua, kwa sababu huyu mzee ametuonyesha mfano mzuri, ameweza kufanya kazi kusaidia jamii wasiojiweza, na tunataka hiyo kazi iendelee kutoka hapa. Kwa hivyo tumekubaliana jamii kwa ujumla, tukasema moja ya vijana yake waweze kuendelesha hii kazi kwa miaka ambayo zile zimebaki, ndio tuweze kuendelea vizuri. Tunaomba msimame na sisi tuweze kukamilisha hiyo kazi, na tunawashukuru jamii wote waliofika. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Convey message kwenu ya jamii ya Waborana. Mzee the late honorable Mohamed Stupi Pidu ameaga akatuacha, na ametuacha na vacancy katika hiyo ofisi, na kama jamii leo tumekaa tukaelewana kuwa one of his children watarithi hiyo kiti mpaka amalize mula wake na amalize ile legacy baba yake marehemu alianza. Asanteni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Zamzam, ni shangazi ya watoto ya marehemu, na kweli dadangu alikuwa amefariki akawaachia watoto baba yao, na vile maoni ile nilikuwa nataka kuleta tayari nimesikia kutoka watu wa Isiolo. Ningependelea watu wa Isiolo wapate muda kidogo watoto wake waridhi kiti ya baba yao, angalau wapate kitu ya kukula. Na ya pili, ujumbe nataka kufikisha kwa president. Tubi marehemu alikuwa amefanyia wananchi kazi, na dalili ilikuwa inaonesha wakati ya mazishi yake. Kama anataka kura ya watu wa Isiolo, tafadhali asisahau watoto wa marehemu, awapatie kazi, kwa sababu hawana mama, hawana baba, ni mayatima. Na maoni ya watu wa Isiolo nimefurahia kama shangazi ya hiyo watoto. Mungu awabariki. Na saizi kuna fununu ya kuwa kuna jamaa anasema anadeclare hiyo kiti. Tafadhalini muogope Mwenyezi Mungu. Hata Mungu alisema mheshimu yatima. Patieni nafasi ya watoto leo peke yake wajisaidie, kwa sababu baba yao alikuwa amesaidia jamii, na Mwenyezi Mungu anajua. Serikali kuu, Mr. President, tunakushukuru. County government, wale leaders wote walikuja, na jamii wa Isiolo South kutuonesha kuwa wako na umoja, na Isiolo kwa jumla. Mungu abariki, asanteni sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Mohamed Kanchoro,
Mimi ni mkazi wa Kina, Isiolo South Constituency, Isiolo County. Mimi ni mzee wa mlango wa Hawatu Kartabdu ama Warsugumi. Sisi kama jamii wa Borana leo, baada kuzika ndugu yetu, tumekuja pamoja kusanyika na tukaonyeshana maono na tukasema watoto wa marehemu Mohamed Tubi wapatiwe hiyo nafasi ya kiti chake. Kwa hivyo haina tashwishi ya kwamba sisi tuko imara. Jamii wa Borana wamesema ya kwamba jamii wa Isiolo North na South wameendorse kijana yake ama mtoto wake yoyote ambaye ataletwa mbele ya umma ya kwamba atakuwa mbunge wa Isiolo South. Na awaomba Mheshimiwa Rais, jambo la kwanza na kushukuru, umetutumia rambirambi na vile hata ukatuahidi ukatuma ndege 2. Hiyo message tulipata kutoka Speaker wa National Assembly Moses Wetangula, na hiyo tumeshukuru, na sisi tuko na wewe daima. Kwa hivyo tunawaomba wakazi wa Isiolo kwa jumla, wakazi wa Isiolo South, ambaye hata marehemu akiondoka kuna mahali hiyo mwanya itazibwa, na mimi naunga mkono mlango ambaye Mheshimiwa Tubi ametoka kulete hiyo maoni kwa jamii wa Borana, jamii wa Isiolo kwa jumla. Kwa hayo machache naomba tafadhali tuwe na subra na tuhakikishe hiyo kijana tumepatia hiyo kiti siku ambaye inakuja. Kwa hayo machache, asanteni sana. Mungu awabariki.